Baada ya aliyekuwa makamu wa rais nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kujiuzulu, watu wamekuwa wakijiuliza maswali kibao kuhusiana na maisha yake ya baadaye ya kisiasa. Lakini kwenye barua ambayo alikuwa ameandika akisema kuwa amejiuzulu, amesema kuwa yeye amejiuzulu ndio, na amewacha kile ambacho tunachokiita kufanya siasa, yani active politics. Alafu baadaye pia akasema kuwa yeye ataendelea kuwa raia mwema. Upande mwingine, najua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anajikuna kichwa, anajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na hii ishu nzima ya kumtafuta mtu ambaye atakuwa makamu wa rais katika taifa husika. Sasa hapa picha inaangazia aliyewahi kuwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Tulia Ackson, ambaye wakati huu ni mbunge katika taifa husika. Vilevile picha inamwangazia aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye wakati huu pia ni mbunge katika taifa husika, muite Kassim Majaliwa. Pale pia tunaangalia makamu mwenyekiti wa CCM ambaye anajulikana kama Wasira. Alafu pia tunamwangazia Paul Makonda ambaye wakati huu ni waziri wa utamaduni, sanaa na michezo. Wakati fulani aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kule maeneo ya Arusha. Kwa mujibu wa ibara ya 50 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya makamu wa rais inapokuwa wazi, rais anatakiwa kumteua mtu mwingine ndani ya siku zisizozidi 14 tangu aliyekuwa madarakani aondoke. Uteuzi huo lazima udhibitishwe na bunge na kura za wengi kabla ya makamu mpya kuapishwa na kuanza kazi rasmi. Katiba pia inataka makamu wa rais atoke upande tofauti na muungano na ule unaotoka rais wa wakati husika. Kwa kuwa Rais Samia anatoka Zanzibari, atakayeteuliwa anapaswa kutoka Tanzania bara. Aidha, inatazamiwa kuwa kiongozi atakayeteuliwa na Rais Samia atatoka miongoni mwa viongozi waandamizi kwa kuzingatia sifa za kikatiba ambazo ni raia wa kuzaliwa, mwenye umri kuanzia miaka 40, awe mwanachama wa chama cha siasa na mwenye sifa za kuwa mbunge. Hata hivyo, kisheria na kikatiba, uamuzi wa nani atachukua nafasi ya Daktari Nchimbi uko mkononi mwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muite Mama Samia Suluhu Hassan pekee, ambapo kwa mujibu wa ibara ya 47(4) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiti cha makamu wa rais kikiwa wazi, rais ana mamlaka ya kumteua mtu yeyote anayekidhi vigezo vya kushika nafasi hiyo. Sasa hivyo ndo jinsi mambo yalivyo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vilevile kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kuwa rais anayo mamlaka ya kumteua mtu yeyote anayekidhi vigezo vya kushika nafasi hiyo. Sasa hivyo vigezo nimeyasoma hapo juu, ama nimevisoma hapo juu. Ya kwanza inasema kuwa awe na umri wa miaka 40 kwenda mbele, na vilevile awe mwanachama wa chama cha siasa na mwenye sifa za kuwa mbunge, na vilevile awe raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndo jinsi mambo yalivyo katika taifa husika. Kuna wengi ambao wameamua kutoa maoni yao kuhusiana na ishu nzima ya aliyekuwa makamu wa rais nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muite Daktari Emmanuel Nchimbi kuamua kujiuzulu siku ya leo. Winnie Stores 85 anasema Kassim Maja come back please, akaweka emoji ya moto. Rasul Doto anasema hapa hakuna hata mmoja, nipo nimekaa pale, alafu akaweka emoji ya kucheka. Baba Moto 8 anasema wakike mtoe hapo, anamaanisha Tulia Ackson atolewe hapo. Duli Ballet anasema hapo akae mtoto wa rais Abdul, akaweka emoji ya fire. Katabazi
Stampinus ameweka emoji kadhaa za maua. Alafu Delabos mwaka wa 2024 anasema akiteuliwa Kassim Majaliwa, mi natoka Dar es Salaam hadi Lindi kwa miguu kwenda kumpa zawadi. Bahenga anasema wote watekaji na wauaji. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Marcial Vincenti MV anasema Yanga bingwa. Zagid Agento anasema Dito Biteko ndio makamu wa rais mtarajiwa. Alafu Idi Kibwa anasema nchi kwanza Tanzania. Alafu Chaga 996 anasema Palamagamba Kabudi, akaweka emoji ya kucheka. Rana Tasa anasema kati ya mambo CCM wanatakiwa kuwa makini ni kuteua makamu wa rais. Nadhani waelewe, mnanielewa, hii nafasi sio ya kukurupuka kama miaka ya nyuma. Paulson anasema Abduli. Alafu Sayari anasema hivi, hiyo nafasi inaridhiwa, akaweka emoji ya kucheka. Tantax anasema labda awe Doto Magari. Alafu Maulidi Rashidas anasema mimi namtaka Majaliwa. Billy Hardwares anasema nina mashaka na Mwanri ama Kabudi. Alafu Morris anasema John Mongera, huyu anajulikana kama Ali Msouth, anasema huyo Makonda anafata nini hapo. Zuberi anasema Makonda tuombe sana Mungu asiwe. Alafu Elisha Sande anasema Profesa Kabudi anaweza akajaza nafasi maana ana uzoefu mkubwa. Bujamawe anasema au akae mkwe wake Mchengerwa. Kwa hiyo ni baadhi tu ya wale ambao wanadondosha comment zao kwenye hii posti, wanajaribu kutoa maoni yao kuhusu uteuzi ambao utafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua nafasi ya Daktari Emmanuel Nchimbi ambaye wakati huu ameamua kujiuzulu kama makamu wa rais nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mujibu wa ibara ya 50 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya makamu wa rais inapokuwa wazi, rais anatakiwa kumteua mtu mwingine ndani ya siku zisizozidi 14 tangu aliyekuwa madarakani aondoke. Kwa hiyo najua wakati huu Mama Samia Suluhu Hassan anajaribu kujikuna kichwa kuhakikisha kuwa amemteua mtu sahihi. Wale ambao wako kwa line ni aliyewahi kuwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Moite Tulia Ackson, Kassim Majaliwa pia wakati fulani aliwahi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile makamu mwenyekiti wa CCM ambaye anajulikana kama Mzee Wasira, na vile tuko hapa na Biteko na tuko na Paul Makonda ambaye wakati fulani aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wakati fulani pia aliwahi kuwa RC kule maeneo ya Arusha. Kwa hiyo dondosha comment yako hapo chini angalau tupate kujua ni nani atakayeteuliwa kama makamu wa rais nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Daktari Emmanuel Nchimbi kujiuzulu.